Mara nyingi sisi wana theology au wachimbuzi wa Biblia tumekuwa tukifundisha kusudi la kuja kuwa Roho Mtakatifu ni kuwa mashahidi, na ndio fundisho lililopo. Ukizungumza ile Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, mara nyingi tumekuwa tukifundisha, na mimi nimefundisha sana, lakini nikiwa sehemu moja, nikiwa South Africa, siku moja niko kwenye maombi, nasikia napewa ufunuo juu ya Matendo 1 mstari wa 8. Nani anayeweza kusema kwa kichwa huu? Mwanasiezi mmoja, wala huna haja ya kusoma, sema tu kwa kichwa. Hamna? Matendo 1 mstari wa 8. Hamna anayejua mstari? Aya, simame mmoja, utakosa zawadi. Nani anayeweza kusoma alafu mimi nataka nikuambie hapa nitakupa zawadi hapa? Anaweza kusoma kwa kichwa? Wala usipekua. Mmepekua nyinyi, mmeshakali. Hebu njoo mwanafunzi, njoo. Alafu mmoja afuatie. Njoo. Mmefungua Biblia? Haya, njoo. Asome kwa kichwa, afuatilieni. Akikosea nukta moja tu apate zawadi. Karibu tusome. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kuanzia Yerusalemu, Samaria, Judea. Ameshindwa. Amechakachua. Nani aliyemchuja? Haya, mama yule pale amenyosha kidole. Mama umenyosha. Njoo. Hujafungua Biblia? Useme vile. Haya, mimi nakushikia. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Kabisa umepata. Piga makofi kwa ajili ya mama huyu. Sasa nakupa zawadi, ule utamgawia kidogo. Jamani, niliahidi lazima niitimize zawadi hii. Piga makofi, siku nyingine uhesabu. Jua maandiko, unaona unakosa soda. Mgawie yule binti pale. Sasa huo mstari ni wa muhimu sana, tumekuwa tukihubiri. Hiyo ni watu wanaangalia pesa kitu kingine. Mpaka watu wanaangalia. Haya, siku nyingine mkariri na nyinyi maandiko, sawa? Siku nyingine nikija nitauliza, ujiandae. Lakini sitarudia ule. Sasa huu mstari tumekuwa tukiuhubiri kwa habari ya kuwasisitiza watu kuhubiri Injili. Huu mstari, na ndio mkazo wetu. Hata tukifundisha tunafundisha kwamba lengo la Roho Mtakatifu ni kuwa mashahidi. Kusudi la Roho Mtakatifu ni kuwa mashahidi. Lakini Mungu akanipa ufunuo wa kipekee. Na ufunuo akaniambia, George, mtu atakuwaje shahidi bila kubadilishwa? Yaani kusudi la Roho Mtakatifu la kwanza ni sisi kubadilishwa ili tufanane na Mungu. Kwa sababu sisi tulikuwa na Mungu, lakini tulipokosea kwenye bustani ya Edeni, ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani Adamu ikawa imeondoka. Kwa hiyo kizazi kikawa kinaishi kama kipofu. Kwa hiyo kusudi la kuja Roho Mtakatifu la kwanza ili sisi kubadilishwa tufanane na Mungu. Andika hiyo. Kwa sababu huwezi kuwa shahidi bila kubadilishwa. Si mnanielewa jamani? Ndio maana Yesu aliwaagiza wanafunzi wake baada ya kukaa nao miaka 3, akawaambia kaeni humu mpaka mvikwe uwezo utokao juu, kwa sababu walikuwa hawajabadilishwa. Akina Petro walikuwa na hasira, akina Petro walikuwa na woga. Kwa hiyo lazima Roho Mtakatifu aje awabadilishe kwanza, alafu ndio wawe mashahidi.
Kwa hiyo unaweza ukaona hilo unaweza kukubaliana na mimi kwamba huwezi kuhubiri injili bila kubadilishwa. Ndio maana leo watu ni waoga kushuhudia kwa sababu hawajabadilishwa. Ukijazwa Roho Mtakatifu hutaweza kutulia. Tusome maandiko sasa. Yohana 16 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Tuombe. Baba, naomba ulibariki neno hili, endelea kulivuvia neno hili lifanyike kuwa msaada na baraka ndani ya watoto wako mchana wa leo. Katika siku hizi za mwisho zilizobakia, ninaomba neema yako na Roho wako Mtakatifu akashuke na kuwahudumia watu wako. Roho Mtakatifu ukawajaze watu, ukawabadilishe wakawa watu wapya kabla hawajawa mashahidi. Ninaomba neema yako na uweza wako. Ninakataa roho ya usingizi, roho ya kuchoka, roho ya kushindwa kwa jina la Yesu. Shetani huna nafasi mahali hapa. Naachilia upako wako na uweza wako ukatembee jumla ya mambo yote, ukaponye watu wako, ukawafungue na kuwajaza Roho Mtakatifu kwa upya, wakijua kwamba bila Roho hatuwezi kufanya lolote, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu zangu, kama nilivyosema awali, kusudi la kujiliwa Roho Mtakatifu kuletwa kwetu, la kwanza ni kwamba sisi tubadilishwe, tufanane, tuwe na tabia ya kiungu. Unajua Adam katika bustani Edeni alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu na Hawa, lakini baada ya kosa tu ile tabia ya kiungu ikawa imepotea. Na ndio maana leo watu wanatenda dhambi kwa sababu hawana nguvu. Yesu anampenda, Yesu anamtaka, lakini nguvu hakuna. Kwa hiyo huwezi ukamshinda shetani kwa akili, kwa ufahamu. Ndio maana nilikuwa nafuatilia maandiko. Yesu alikaa nao wanafunzi wake miaka 3 akiwafundisha maandiko, wakiwa wamejaa maandiko. Lakini kwa nini aliwaambia kaeni humu mpaka mviko uwezo? Nilikuwa natafakari sana. Kwa nini angewaambia tu waende wakahubiri, akawaambia kaeni humu mpaka mviko uwezo? Alijua kwamba hao watu hawajabadilika tabia. Ndio maana ukisoma historia, Yesu alipokuwa nao anawafundisha, hata kipindi anakamatwa, anataka kukamatwa, amekamatwa, Petro na hasira akachukua upanga wa mlinzi wa Bwana akakata sikio. Petro alikuwa hajabadilishwa. Unajua unaweza ukatembea na Yesu lakini hujabadilishwa. Na anayeweza kubadilisha ni Roho Mtakatifu. Ukijazwa Roho Mtakatifu utabadilika. Yaani hizi tabia za ajabu wala siweza kupigiana kelele. Shida hatujabadilishwa. Ndio maana Yesu aliwaambia kaeni humu. Alijua kina Petro atakata watu masikio. Ndio maana hata yamkini leo unaweza uko huko kanisani ukakata mtu mwenzio masikio. Unajua unamkataje mtu masikio? Kwa maneno. Mtu amekusemea neno hapo, unamsemea neno zito kali, umemkata sikio. Jamani, haya hayapo. Hatukatani masikio? Yapo. Muulize jirani yako, hujakata mwenzangu masikio mwenzangu? Mtazame usoni, mwambie mbona mwenzangu umechukia? Mtazame usoni, nani bado utazame mtoni utazame mwenzangu. Muulize mwenzangu, hujamkata masikio mwenzangu? Bwana mbona mhujamuuliza hujamkata masikio mtu? Piga makofi kwa Yesu. Sasa usipojazwa Roho utakata watu masikio. Na ndio maana Yesu akawaambia, na alichokifanya Yesu alihakikisha anamfundisha Roho Mtakatifu ni nani. Sura ya 14 ya Yohana, soma kwa wakati wako, na ya 15 na 16. Hapo Yesu anatoa fundisho la Roho Mtakatifu kwamba ni nani. Sura hizo ni za muhimu sana kwa Wakristo kuzisoma, kumjua Roho Mtakatifu ni nani na kazi zake ni nini. Sasa watu hawataki kujifunza juu ya Roho Mtakatifu. Sasa kusudi Yesu kufundisha
ili hao wanafunzi wamjue Roho Mtakatifu kazi yake ni nini. Ni msaidizi, ndio mtendaji mkuu, ndio msimamizi wa maisha ya Mkristo, ndio kiongozi. Kwa hiyo utaweza kuona kwa nini Yesu alimfundisha Roho Mtakatifu. Leo watu wakiokoka basi yuko kanisani, lakini hajajazwa Roho Mtakatifu, haoni umuhimu. Lakini ni muhimu sana kumpata Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kusudi la Roho Mtakatifu kuja ni kurudisha hali ya uungu iliyokuwa imepotea, kurudisha uungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Ili uwe mtoto wa Mungu sawasawa, uyatende mambo ya Mungu, lazima urudishiwe uungu na Roho Mtakatifu. Huwezi kushuhudia, kuhubiri. Leo watu ni mabubu. Watu wanakuja kuuziwa nyanya, wanakuja kuuziwa heleni. Tena wale mashujaa wale wainjilisti wale wa heleni na nyanya, mandazi, mtelete. Haya yamepigwa vizuri, yamewekwa iliki, yamewekwa sijui nini, yamewekwa telete. Anakwambia haya mandazi, akija anaanza kukushuhudia wewe. Ukila haya mandazi hebu onja moja, tununua moja uonje. Anakushawishi mpaka unanunua, alafu unamwacha ule muuza mandazi na muuza heleni. Wangapi tumenunua heleni hapa, tumewashuhudia wauza heleni na mikufu, hatujawashuhudia. Muulize jirani, dada, muulize dada mwenzao, mama, umewahi kumshuhudia muuza heleni? Unawaacha, lakini wala kunadishia. Si unaona hiyo? Ndio maana nimewaambia nunueni kile kitabu cha uinjilisti na mwinjilisti. Kile kitabu nilipata ufunuo nikiwa Mozambiki, nikaanza kukiandika. Ni kidogo, lakini kina vitu vya msingi. Uone adhabu pale, nimeeleza kwenye vipengele fulani, nikasema sijajua ni adhabu gani atakayetoa Mungu kwa watu wasiohubiri. Lakini ukisoma kwenye Ezekieli utaona Biblia inazozungumza, mtu ukimwona mtu mbaya alafu usimuonye ubaya wake, damu yake Mungu ataitaka mikononi mwako. Yaani wewe usiposhuhudia mtu akifa, Mungu ataitafuta hiyo damu mikononi mwako. Kwa hiyo ina maana kwamba mimi sijui ni adhabu gani Mungu atampa mtu asiyemwambia mtu aache ubaya. Sasa kile kitabu kitakusaidia, na pia kitakusaidia kuwa mhubiri popote, hutatukana watu. Hata ukienda Ulaya utakaribishwa, maana kuna wahubiri wengine wanatukana watu. Usihubiri vitu vingine, hubiri neno. Sasa kile kitabu na kushauri, nunua. Kama ni mwalimu, kitakusaidia kufundisha watu namna ya kuwaleta watu kwa Yesu. Sasa mule ukisoma utaona kwamba Mungu alinipa mzigo, akaniambia iko adhabu kwa watu wasioshuhudia. Sasa mimi sijui ni adhabu gani, na Mungu alinificha. Sasa hivi watu hawashuhudii, hawahubiri kwa sababu hawana nini? Hawajabadilishwa, hawajajazwa nguvu. Ukibadilishwa, hutaambiwa na mchungaji kwamba nimshuhudie huyu, mwambie huyu. Wewe mwenyewe barabarani utakuta unashuhudia. Mimi ninakumbuka, wala sikujua kwamba nitakuwa mwinjilisti wala nitakuwa mchungaji. Mimi nilipojazwa Roho Mtakatifu tu, napita sokoni, napita manjiani, napiga kelele, okokeni, okokeni, okokeni. Wengine wananicheka, wengine wanatukana, mimi sijali. Sasa mtu akibadilishwa, hata akitukana havimbi. Yaani wewe umenitukana mimi, wewe unajua kwamba nimeokoka, mimi nitamwacha Yesu pembeni alafu nikushughulika afu nampa. Unajua hata namna hii wapo, namvua Yesu pembeni, namweka pembeni afu nakuchapa afu nampa. Unajua huyo mtu hajabadilishwa huyo. Sasa mtu aliyebadilishwa anakuwa tabia za kale zimetoka. Yaani wajihoji wewe mwenyewe, ufanye utathmini. Na ndio maana hapa Yesu alikuwa anasema, lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote. Yaani huyo Roho akiingia anamfanya mtu awe katika njia sahihi ya Mungu. Anamfanya atembee kwa kunyooka, sio kwenda kushoto wala kulia. Mimi ninakumbuka nilipookoka, sikufundishwa kwa habari ya kutoa fungu la 10. Sijui kama nilisema hapa, nirudie tena. Niliwahi kushuhudia, nirudie kwa wengine. Labda ilikuwa haijakolea ndio maana sikuma nishuhudie. Sikufundishwa na mtu umuhimu wa kutoa fungu la 10, nilikuwa sijasikia. Siku hiyo nimeokoka, nimejazwa Roho, nasikia kesho kutwa George unaenda kupata pesa, mshahara wako. Ukipata mshahara
kata 10% ya mshahara uweka kwenye bahasha, alafu kisha kwenye bahasha andika jina lako. Nilikuwa sijejua kanuni ya kwetu kwa Assemblies of God. Utaandika jina, alafu utaenda kanisani kwa mchungaji, tulikuwa naabudia nyumbani kwake kule Mbeya wakati nimeokoka. Utaenda utapiga magoti, atakuombea. Huyo ni Roho Mtakatifu. Wala sikuwa na mwalimu hapa, na nilikuwa sijajifundishwa kutoa fungu la 10. Ambia utapeleka kwa mchungaji, atakuwekea mikono. Haikuishia hapo ile sauti. Naambia baada hapo pia katika hiyo mshahara utanunua mchele kilo 10, mafuta, sukari, sabuni, utapeleka kwa mchungaji. Mshirika mchanga aliyokoka ana siku 3. Si mnanielewa jamani? Nazungumza mtu ukibadilishwa unafundishwa kutembea katika njia sahihi ya Mungu. Ndio maana mimi ninashangaa leo Wakristo wasiotoa mafungu ya 10, mimi najua hawajabadilishwa. Jamani, hii nasema kweli. Mwambie jirani yako, yaani usipotoa fungu la 10 kwa uaminifu hujabadilishwa wewe. Chungu, murize chungu. Yaani ukibadilishwa hutaona uchungu kutoa fungu la 10. Huambiwi na mchungaji, ukadhaniwi na wazee, wala hakufuati polisi yote. Kwa sababu ni au mimi sikujua kuna wajibu kumbe kutegemeza mchungaji. Na hapa ndio wamekosa wengi. Nilikuja kufundishwa baadaye. Baadaye nilipopata nikatenga ile, nikanunua vile vitu, kila kitu, nikachukua vijana wenzangu tukapeleka, kwa sababu nilikuwa ni chuo cha maafisa wa magereza kule Mbeya. Kwa nafanya kazi pale, nifanya miaka 10. Hiyo Ukonga 82 nikaokokea kule. Sasa baadaye Jumamosi nikabeba ile mizigo nikaenda kwa mchungaji. Niwahi kusema pa nirudie tena. Nilipofika ile mchungaji alikuwa analima kahawa. Nikamkuta kijana wake, nikamwambia baba yule anasema analimia kahawa, nikamwambia muite, mwambie yule kijana askari amekuja ameleta mizigo hii. Nikamwambia baba mchungaji, nimesikia sauti nitoe 10% niweke kwenye bahasha ndio hii. Alafu na hii mizigo. Yule mchungaji machozi alianza kumdondoka. Anasema unasemaje? Nikamwambia nimesikia sauti na niambia ya Yesu kwamba nitoe 10% ya mapato yangu, na hii ameniambia kila wakati, kila pesa nitakayopata. Yule mchungaji kwa mara ya kwanza anafungua Biblia kunifundisha wajibu na wajibu wangu wa kutoa mafungu ya 10. Kwa nini fungu la 10? Na akanifungulia mahali ambapo panazungumza wajibu wa kutegemeza mchungaji kutoa vile vitu nilivyovitoa. Ndio nikajua ala, kumbe nina wajibu. Akaniambia huyu aliyekuwa anakuambia huyo ni Roho Mtakatifu, msikilize yeye, umtii yeye. Ndio nikajua la, kumbe nimebadilishwa, nimefanana na Mungu. Unajua ukibadilishwa swala la kutoa wala ilikusumbua. Lakini kama hujabadilishwa, ikitangazwa michango basi wameanza wanachukua hela zetu. Yaani kila siku michango, kanisa hili la kilokole ile michango. Yaani ukifika hapo ujue bado hujabadilishwa. Sasa kwa nini nasema hayo? Lazima tutake kubadilishwa, kwa sababu usipobadilishwa pale juu tunamtazamia Yesu, hautanyanyuliwa pale. Unajua hatari yake ni hii. Sio tu kwa habari ya kushinda dhambi, lakini parapanda tunalitazamia muda wote Yesu anarudi. Yaani siku zilizobakia ni chache mno. Wakati uliobakia ni mchache mno. Sasa hizo sura 3 naomba kasome, ni kazi ya nyumbani. Hebu tuone, hebu tuangalie baadhi ya watu wachache, baadhi ya waliojiliwa na Roho Mtakatifu walivyobadilishwa na kawa watu tofauti. Mmoja hapo Mfalme Sauli, baada ya kumiminiwa mafuta tu. Mafuta haya ilikuwa ni kiwakilishi cha Roho Mtakatifu, sio kama leo watu wanavyowamiminia watu. Ni kiwakilishi, kati ya viwakilishi kimoja wapo hii. Wafalme wa Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi 13. Nitasoma mstari mmoja tu wa 6 kwa sababu nafikuzana na muda wangu. Wewe soma hiyo yote utaona hiyo story. Na Roho ya Bwana, hapo Samueli anamwambia sasa kitu gani kitamtokea Sauli. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Hapo anaelezwa Sauli hapo na Samueli. Unaona hapo?
Kwa hiyo anazungumza kitu gani kitatokea? Nasema na roho ya Bwana itakujilia. Ili ubadilishwe lazima ujiliwe na roho ya Bwana, roho wa Mungu. Ili utabiri, uhubiri, lazima ujiliwe na roho wa Mungu. Roho wa Mungu akija kwa nguvu, ukimruhusu, unageuzwa kuwa mtu mwingine, ndio unaweza kutabiri. Kutabiri ni kushuhudia, kueleza wengine habari njema. Lazima tujiliwe na roho wa Mungu. Kujiliwa na roho wa Mungu na tugeuza, tunabadilishwa tabia. Ili ugeuze tabia na kufanya kazi bila kusukuma, lazima ujiliwe na roho. Ndio ile inakuja Galatia 5:22, lakini tunda la Roho ni upendo, amani, uvumilivu. Yaani ukijiliwa na roho wa Bwana unakuwa na tunda la Roho, upendo, unampenda Mungu, unapenda jirani yako, unapenda adui yako. Hata kama mtu amekukanyaga utampenda. Kugeuzwa ni muhimu sana katika siku hizi. Watu wengine wamekiri wokovu lakini hawajageuzwa tabia. Ndio maana Yesu alimwambia Petro, kaeni humu mjini mpaka mviko uwezo tokao juu. Alijua Petro hajabadilika tabia, atakata watu mapanga huyu. Sasa wengine wamekuja hawajageuzwa. Lazima tumkubali Roho, ndio anayetugeuza tabia. Mwingine aliyejiliwa na Roho, Daudi. Machukua wachache hawa. Daudi, Samueli ya kwanza sura ya 16. Mstari wa 13 hadi 37 ukisoma kwa wakati wako. Hebu soma mstari wa 13 peke yake. Samueli ya kwanza aliyepata somo kwa sauti. Mstari wa 13 tu peke yake. Kwa wakati wako utasoma mpaka 37. Alipojiliwa na Roho. Kusudi ya kuja Roho Mtakatifu hapa tunaangalia. Alipojiliwa na Roho. Mstari wa 13 soma peke yake. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka. Ishia tu hapa. Alipotiwa mafuta tu, Roho ya Bwana ikamjilia juu yake Daudi. Na ukisoma huko mbele anashuhudia kwa Sauli, wakati Israeli wanapigwa, wanawaogopa Wafilisti, wanatetemeka, na Goliath anatishia taifa la Israeli. Daudi akachukizwa na matukano ya Goliath, akasema inawezekana nataka nikapigane. Sasa Sauli anamwambia, wewe bwana mdogo, hujui vita wewe, sisi wakongwe kwenye mambo haya wa ibada hii. Akasema, ndio akaanza kutoa shuhuda. Ukisoma 34 hadi 30 anashuhudia, anasema, Bwana, nilipokuwa machungani huko niliua ndugu, niliua simba. Wewe kuua simba hivi utawezekana? Sasa ndugu wetu, simba wetu si ni shetani na mapepo na wachawi. Ndio ndugu wetu sasa, wachawi, mapepo, majini. Lazima uweze ukashughulika na mapepo na wachawi bila kujaa Roho. Tunaelewana eh? Tunaelewana? Ndugu wetu sisi ni shetani katika ulimwengu wa roho, wachawi, mapepo na majini. Sasa hapa tutawashinda tukijaa Roho. Kwa hiyo Daudi anashuhudia, niliwararua wote hao. Yesu alipojiliwa na Roho, soma kwa wakati wako Luka 4 mstari wa kwanza hadi 15. Tunamaliza sasa hivi. Hatusome hapo, andika tu. Aliongozwa na Roho kufunga. Ukijiliwa na Roho unabadilishwa, unakuwa mtu wa kimungu. Zongwi na mambo ya kimwili. Kwa hiyo hata mifungo utafunga tu. Leo watu hawafungi. Tangu Januari mpaka Desemba wanachapia tu wali, mpunga, kuku, samaki. Muulize jirani yako, mwenzangu, mwaka huu umefunga mara ngapi? Muulize. Muulize tu, umefunga mara ngapi? Bora mtazamani, bwana wapitie huko. Muulize umefunga mara ngapi? Umefunga mara ngapi? Umefunga mara ngapi? Muulizane umefunga mara ngapi? Bwana asifiwe. Hebu piga makofi kwa Yesu. Sasa ukiona nashinda kufunga, maana ikifika saa 6 kichwa kinauma, kizunguzungu, hujajiliwa na Roho. Mwambie hii operation ndugu yako, hii mwambie operation ya siku za mwisho.
niwaambie, hiki ndio kiroho chenyewe. Sasa Yesu huwezi kufunga bila kujiliwa na Roho. Yaani nataka niwaambie hivi, ikitangazwa mifungo kanisani utaona ni mzigo. Utaona hili kanisa hili linafunga funga. Watu mmoja pale kanisani shangaa anasema, "Yule mchungaji wenu Joja atawamalizeni. Skati mpaka zinalegea. Watu tunafunga 40, 50, 60. Miezi. Watu mpaka sketi zote wanashona mara 2. Asema atawaua huyo. Hiyo sio roho ya Mungu hiyo, lakini Yesu alifunga. Na ameagiza kufunga. Kufunga ni agizo. Kati ya maagizo anasema, walimuuliza Yesu, anasema mbona wanafunzi wako hawafungi Bwana Yesu? Wanakula tu, wanachapia tu, wanakula tu. Anasema tafungaje wakati bwana harusi yupo? Lakini siku zinakuja hao watakapoondoka bwana harusi, yani mimi nitakapoondoka, hao watafunga. Kwa hiyo kufunga ni agizo la Yesu. Kwa hiyo sasa kama hujajiliwa na Roho utaona ni adhabu kufunga. Kwa hiyo kufunga ni muhimu ili kutafuta uso wa Mungu, kujinyenyekeza, kutafuta mapenzi ya Mungu. Sio tunamlazimisha, tunatafuta mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana. Sasa huwezi kufunga bila kujiliwa na Roho. Ikifika saa 8 unatafuta maji yako wapi? Uji uko wapi? Unaona kizunguzungu jamani. Kizunguzungu. Unajua magonjwa mengine, kuna mtaalamu mmoja Franklin Hall, nisoma kitabu chake. Asema yeye anaeleza mifungo ile mikubwa ile. Sema unafunga siku 3, anatoa maelekezo. Sasa anasema wakati mwingine ukifunga siku ya kwanza ile kama ufunga kavu, afu ya pili utaona magonjwa yaliyojificha yanajidhihirisha. Kisunguzungu, kichwa, kusokota tumbo. Sasa haya magonjwa yeye anasema kwa yanasababishwa na chakula. Unajua hivi vyakula tunavyokula hivi, na sasa hivi ni makemiko mengi, madawa mengi tofauti na wenzetu babu zetu kule nyuma. Madawa mengi. Anasema nasababisha na chakula. Ukiona hali hiyo, chemsha maji ya moto kama una mfungo, afu kunywa yale maji, tulia. Jilaze kimya, endelea kumshukuru Mungu. Yeye anashauri. Yeye maana ni mtaalamu wa mambo ya kufunga. Nikasema kweli hata mimi nilipoanza mwanzoni nimeokoka tu nafundishwa. Nianza kufunga siku ya pili, wakati mwingine ya 3 unaona maluelue. Unaona nyota. Unaona nyota tu. Sasa kwa sababu nilisoma kile kitabu nikawa nakunywa tu maji ya moto. Nalala nikiamka pale nguvu mpya. Mpaka unamaliza mifungo yako vizuri. Na unapofunga, yani mwili unakuwa dhaifu lakini roho yako inakuwa karibu sana na Mungu. Wewe angalia siku unaposhindilia, hata kuomba kwako shida, kiita uwepo unakuwa mgumu. Ukisema Baba katika jina unaona zege tu, lakini wewe funga. Lakini ukifunga, unapofunga unakuta connection ya Mungu inakuwa rahisi sana. Yaani upati shida. Unaona upati shida mahusiano. Kwanza huoni giza. Huoni zege hapo juu. Ukiomba tu unakuta channel tu moja kwa moja afu unasikia raha. Alafu unakuta uendelee tu kuomba hata masaa 5. Lakini wewe piga ugali wako. Alafu bahati mbaya na maharage. We. Usingizi. Hata kwenye mikesha ukiingia tu kwa Baba katika jina la Yesu. Rakasika na makoria kasa. Unapanda mlima na malecho na teremka. Haleluya! Kwa hiyo kufunga kunaimarisha kiroho. Sasa huwezi kufunga bila kubadilishwa. Namalizia. Sasa unaweza kuona Daudi, Yesu mwenyewe alifunga. Aliwezeshwa kwa sababu unajua Yesu alikuwa ni mwanadamu. Alipokuja hapa utukufu aliuacha kule. Hebu nisikilizeni hapo kidogo. Utukufu ule wa kimungu aliuacha kule, alikuja kama mwanadamu 100%. Alipokuja ndio maana alimhitaji Roho Mtakatifu. Hakufanya chochote. Alipobatizwa, alipovikwa uwezo ndio Roho akamchukua. Sasa unaweza kuona huyu mwana wa Mungu, lakini aliona umuhimu wa kujiliwa na Roho Mtakatifu. Hakufanya chochote. Sasa wewe na mimi ni nani tunempuuza Roho Mtakatifu? Tutaweza wapi? Alipovikwa ule uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu ndio mwezeshaji, aliongozwa na Roho kufunga. Sasa kama Yesu mwenyewe alimtegemea huyu, wewe ni nani na mimi? Tumalizie wa mwisho Paulo. Matendo ya Mitume sura 9 mstari 17 hadi 22. Utasoma kwa wakati wako. Alipojiliwa na Roho Mtakatifu
kuweza kutulia. Washangaza Wayahudi, anahubiri kwa ujasiri, mtu aliyekuwa anaua watu. Ndio maana mimi huwa nasema siku zote kwamba Roho Mtakatifu ni kiboko, akimshughulikia mtu anatambaa. Mimi huwa napendaga sana huyu Roho Mtakatifu atujilie. Roho Mtakatifu akiingia kwa mtu, hutaambiwa uombe, hutaambiwa ufunge. Matatizo yanayotukuta kwenye makanisa yetu, watu hawajamruhusu Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu sio dikteta. Yeye halazimishi mtu, una hiari ya kumpokea au kumkataa. Lakini nimekueleza faida zake. Faida nyingine ni ya muhimu sana, hii nilizungumza mwanzo, nirudie tena kwa mara ya mwisho, kwamba usipojiliwa na Roho, hasara yake ni hii: utabakia wakati wa unyakuo. Wakati Yesu atashuka kutoka mbinguni, atakaa angani pale, atakuwa katika Roho. Hili nalizungumza sasa kutahadharisha kama kanisa. Atakapokuja Yesu, atakuja mara mbili. Ziko awamu mbili za kurudi Yesu, ila watu wanajua atarudi tu kuhukumu ulimwengu, lakini sisi kanisa tunaelewa anakuja kwanza kwa ajili ya kanisa, watu waliookoka. Narudia tena, Yesu anakuja kwa awamu mbili. Ingawa Biblia inaonyesha kama ni awamu moja, watu wa dunia wanajua anakuja kuhukumu dunia, lakini anakuja kwanza kwa ajili ya kanisa. Atakuja kwa ajili ya unyakuo, kutunyakua twende pale kwenye harusi, sherehe ya mwana kondoo. Yeye ndio bwana harusi, sisi tutakuwa pale miaka 7, tutakuwa angani pale tunasherehekea. Wakati hapa duniani kuna dhiki kuu, kutakuwa na dhiki kuu, na hili jambo Mungu ameniambia kila na kwenda lazima nilizungumze. Kutakuwa na dhiki kuu, miaka 7 iliyogawanyika mara 2, miaka 3.5, miaka 3.5. Hiyo dhiki hakuna kitakachosalia. Yaani nataka nikwambie ni mapigo mazito ya kutisha. Soma Ufunuo sura ya 6 mpaka 18 uone hayo mapigo, ili ukibakia usiseme sikuambiwa. Na ujue hivi Biblia inazungumza wazi, nusu ya kanisa itabaki. Nasema unayatoa wapi? Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi 15. Yesu anazungumza kwa habari ya wanawali 10. Hapo anazungumzia kanisa, wewe na mimi. Kuna wanawali wale 5 werevu wenye taa zao zimejaa mafuta, ndio hawa ambao wamejiliwa na Roho Mtakatifu, wamemtunza Roho Mtakatifu. 5 wale wapumbavu ambao hawajali umuhimu wa kujaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo parapanda itakapopigwa, nataka nikwambie hutaweza kusikia. Wataachwa watu hapa. Sasa mimi nikupe tahadhari tu, ukibakia usikubali namba 66. Kubaki watabaki watu. Hawa ni watu wasiotaka kujiliwa na Roho wa Mungu. Yaani kubaki watabaki. Mwambie jirani yako usikubali kutimiza unabii.